الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي منح المؤمنين نفحات رحمته وقيض لبيته الحرام من يقصده تعظيما لجلال قدره ورغبة في غفرانه وثوابه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له غافر الذنب وقابل التوب. أتاه عباده ملبين ضارعين من كل فج عميق، مستغفرين منيبين راغبين في حج مبرور وسعي مشكور وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى شاهدًا مبشرًا ونذيرًا، وصلى الله عليه وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوة الإيمان، ها هي أيام العظيمة المباركة قادما إلينا يا إخوة الأعزاء. Ndugu watukufu waumini, tukiwa mwishoni mwa mwezi wa Dhulqaida, tunaelekea kuingia katika mwezi wa Dhulhijja, na ndani ya mwezi wa Dhulhijja tunakumbana na masiku bora na muhimu sana katika maisha ya mwanadamu, hususan yule Muislamu aliyekuwa haji na asiyekuwa haji. Walillahi ala nnasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ibada ya hija ni nguzo katika nguzo tano za Uislamu. Ni ibada ya lazima hasa kwa Muislamu ambaye amekidhi vigezo vya kwenda kufanya ibada tukufu ya hija. Na ikiwa amefikia hatua hiyo na akashindwa kwenda kuhiji na huko ana uwezo kwenda kuhiji, ama kwa hakika amekwenda katika mlango miongoni mlango mikubwa ya dhambi kubwa kwake, na kama atakufa na sabuli hiyo ni hatari sana mauti yake hayo mja wa aina hiyo. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema katika hadithi sahihi, taajjalu alhajja, fanyeni haraka kwenda kufanya ibada tukufu ya hija. Fa inna ahadakum la ya'rif ma la ya'ridu lahu, kwani mmoja wenu hatambui, hajui kipi kitazokee. Ikiwa nafasi yanayo alafu akasema nitakwenda mwaka unaokuja wakati hali yanayo, Mtume anasema fanyeni haraka jambo hili, msicheleweshe, kwani mja hajui kile ambacho kinaweza kutokezea kikazuia hatua yake hii tukufu ya kwenda kufanya ibada hija, akashindwa kwenda kuja na uwezo alikuwa nao. Huyo atakuwa ni mwenye kula hasara kubwa sana. Ndugu zangu watukufu waumini, leo naongea zaidi na wale ambao hasa
Allah hakuwatunuku bakhti au wameshakwenda kuhiji, kwani sisi mara nyingi sana tunaona ya kwamba ibada ya hija, akiwa hujaenda kuhiji ule bakia nyumbani hauna nafasi yote. Hapana, una nafasi kubwa na ushirika mkubwa sana. Wewe uliokuwepo hapo nyumbani ukwenda kuhiji ndani ya nyumba tukufu ya Maka, una nafasi kubwa sana. Haipaswi nafasi hiyo kuichezea, kwani utapata jukumu kubwa sana mbele ya Allah tabaraka wa taala. Itoshe kauli tukufu ya Allah aliposema kwa kuapa, walfajri wa layalin ashri, naapa kwa alfajiri na naapa kwa masiku 10. Masiku haya 10, ulama wengi katika tafsiri, Abdullah ibn Abbas wasema masiku haya 10 ni masiku 10 ya mwezi wa Dhulhijja. Ndio maana hadithi ambayo Mtume anayezungumza, msimuliaji mkubwa wa hadithi ni Abdullah ibn Abbas, ma min ayamin al-amalu salih fihinna habbu ila Allah min hadhihi al-ayam, yani ayami al-ashr min Dhulhijja. Hakuna masiku matendo mazuri kwa mja yanapendeza zaidi kwa Allah kuliko masiku haya, yani masiku 10 ya mwezi wa Dhulhijja. Masahaba ibidi wamuulize Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal jihad fi sabilillah, ewe mjumbe wa Allah, ubora wa masiku haya, hata jihadi katika njia ya Allah tabaraka wa taala haingii kwenye masiku haya. Mtume akasema, wala jihad fi sabilillah, hata jihadi katika njia ya Allah tabaraka wa taala bado yani mtu atakayefanya kheri katika masiku haya hawezi kumkuta atakuwa yuko juu kuliko huyo alikwenda katika jihadi katika njia ya Allah tabaraka wa taala, illa rajulan, isipokuwa mtu mmoja, kharaja bimalihi wa nafsi falam yarji min dhalika bishay, ametoka yeye na mali yake kenda katika jihadi, halafu hakurejea na chochote, yeye mwenye kafa na mali yote imeteketea. Ama huyu ndiye ambaye anayeweza akamzidi yule aliyefanya kheri katika masiku haya 10. Ama aliyekuwa kinyume na huyu, si rahisi kuweza kumzidi huyu aliyefanya kheri katika masiku haya 10. Kwa hivyo ndugu yangu muumini, nafasi hii kwako unayo. Kiapo cha Allah, wa layalin ashrin, na masiku 10 ni masiku haya ya mwezi wa Dhulhijja, ambayo muda si mrefu sisi tutaweza kuingia masiku hayo, na ndani yake kuna siku moja ina daraja zaidi, nayo ni siku ya Yawm Arafa. Kadhalika yaumul udhiya yenyewe, siku ya kuchinja. Angalia aya zilipokwenda, walfajri wa layalin ashr washaf'i, wanasema wanachuoni ni mwezi 10 wa Dhulhijja. Walwatri ni mwezi 9 wa Dhulhijja. Zimetengwa peke yake kuonesha ubora na utukufu wa masiku haya. Siku ya Arafa ndio siku ambayo viumbe wanasamehewa dhambi zao, na asiyekuwa haji yeye ataishi katika siyam, na yeye anaingia katika swala la kusamehewa dhambi zake. Na mwezi 10, mwezi ambao sasa mahujaji wanatekeleza amali nyingi katika siku ile, siku ambayo haji hana raha hata kidogo. Alikuwa ajenda hija, na yeye ana nafasi kubwa siku hiyo. Baada ya swala anatakiwa na yeye akachinje, na kichinjo chake kile kina thamani kubwa sana mbele ya Allah tabaraka wa taala, na kinadhihirisha imani yake na yakini yake na mapenzi yake kwa Mola, kwamba yeye anampenda Mola kuliko chochote, kiasi ambacho ametoa chake kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Kwa masikitiko makubwa wa Uislamu, fursa hii na nafasi hii tunaona kwamba si yetu tunaiacha. Mtu ana hiari kustoa fedha zake benki, lakini hawezi kutoa akaweza kumchinja mnyama. Anasema mimi maskini. Wewe maskini wa aina gani? Hakwambia mtu atoe, mtu tajiri. Wewe ambaye unaweza kumudu chakula chako siku ile, basi unaweza kuchinja, basi chinja udhuhia. Umemiliki nyumba 3-4 zako binafsi, unaekani moja nyingine zinafanya nini? Kwa nini unashindwa kufanya ibada hii kubwa?
basi Muislamu anapuuza, haachi, hafanyi jambo hili, analipuuza kabisa. Ndugu zangu, ni Nabii Allah Ibrahim alayhi salatu wasalam alitakiwa mchinje mwanae wa pekee, lakini Allah akaleta badala ya mtoto kichinjo kile kichinjo. Ndio sunna kwetu sisi yenye nguvu kutekeleza, na inadhihirisha mapenzi makubwa kwa sisi kwa Mola wetu. Ama atakayeshindwa kufanya hili, ni wazi kwamba yeye hana haja na Mola wake. Ndugu zangu watukufu waamini, inna min adhimi rahmatillah subhanahu wa ta'ala wa fadli ibadihi almu'minina jami'an, hakika tambueni kwamba miongoni mwa utukufu wa rehema za Allah tabaraka wa taala na fadhila zake waja wake waumini wote, an ja'ala ath-thawaba wa fadla hadhihi al-ayam al-ashri ala awil min dhil-hijja ya'ummu khayruha al-hajj wal-muqimin. Allah amejalia haya masiku 10 ya mwezi wa Dhulhijja, kheri yake inaenea kwa yule haji aliyekuwa katika eneo tukufu, kadhalika na wale wakazi fi diyarihim, katika majumba yao, alladhina ambao lam yatayassar lahum alhajju, hawakupata nafasi ya kwenda kuhiji, au hajj min qablu, au wamehiji hapo awali, washamaliza haja yao, mshahidi nguzo shaitekeleza, wako majumbani mwao, basi Allah amejalia khairi hii inaenea kwa watu wote. Fa idha kana haju baitillahi alharam, iwapo yule aliyekusudia ibada hija katika nyumba tukufu, mashghulina bi amali alhajj, wakiwa wao wameshughulika na matendo ya hija, fi hadhihi alayam alashri, katika masiku haya 10, walahum fi dhalika ajrun adhim, wao wana malipo makubwa sana katika khairi hiyo wanaifanya. Kadhalika fa inna lilmuqimina fi diyarihim nasiban min fadli hadhihi alayam, kadhalika na wale wote wakazi ambao hawajasafiri nao wana sehemu ya fadhila katika masiku haya, idha ahsanu istithmar hadhihi alayami atayyiba, iwapo wao sasa watakapofanya vyema vizuri, wakatumia masiku haya vizuri, fi dhikrin wa tasbihin wa tahlilin wa siyamin wa qiyamin wa dua wa sadaqatin, ikiwa na wao masiku haya hawakuyapitisha bure, bali wakatenga muda wao, wakakuwa shughuli zao za kawaida, wakaishi katika hali ya kumdhukuru Allah tabaraka wa taala katika muda huo, tasbihi nyingi kwa wao, tahalili kwa wingi kabisa, lakini wakakithirisha kufunga, kadhalika wakasimama kufanya ibada kweli kweli katika masiku haya, na kufanya maombi maalum kumwomba Allah tabaraka wa taala, na sadaka wakakithirisha kufanya kwa wingi sana katika masiku haya. Hakika na wao wana nafasi kubwa sana ya fadhila katika masiku haya, pilipo watakapotekeleza na wakasema kidete kweli kweli kuyatumia vyema masiku haya 10 ya mwezi wa Dhulhijja. Si masiku ya mtu kwamba yamekuja akasema ikawa ni sawa na masiku mengine nje ya masiku haya, hana habari yoyote. Hapana. Kama swala zako zimekuwa mara nyingi za kudania, tenga muda acha kwamba unatekeleza jamaa kwa ukamilifu wake, sala za sunna zikupiti, sadakati, takbiri, tahlili, tasbihi kwa wingi sana. Ndugu zangu, sisi ni wahitaji wakubwa sana, tuna shida. Sisi ni watumishi wa Allah tabaraka wa taala, na utumishi ndio huu. Ukishindwa manake wewe si mtumishi wa Mola, uko na umekataa utumishi huu. Nafasi ni hii umejaliwa, Allah amekufikisha, una afya nzuri, unashindwa kutuza kwa sababu gani? Qala alayhi salatu wasalam, Mtume anasema, hadithi ambayo ikaitwa al-Imam Ahmad fi musnadihi 5575, anasema Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi ayamin a'zama inda Allah wa la habba ilayhi min al-amal fihinna min hadhihi al-ayam al-ashri, hakuna masiku matukufu sana mbele ya Allah. Allah anayapenda sana mtu kufanya kheri katika masiku hayo kuliko masiku 10 ya mwezi wa Dhulhijja. Yani Allah anaipenda sana amali
inayofanywa katika masiku hayo, amali inakuwa ni tukufu sana, kubwa sana mbele ya Allah, inayofanywa katika masiku hayo 10 ya mwezi wa Dhulhijja. Ni masiku bora katika dunia. Faakthiru fihinna, kithirisheni katika masiku hayo min at-tahlili, kithirisheni sana tahlil la ilaha illa Allah wa takbiri Allahu akbar wa tahmidi Allahu akbar wallahi alhamd. Haya mambo yakithirishwe sana. Tunaambiwa takbir, kuna takbiri aina mbili, takbir mutlaq na takbir muqayyad. Takbir mutlaq, takbiri ambayo inaanza tangu mwezi mwandamo wa Dhulhijja. Mwezi ukiandama tu kwamba umeonekana mwezi tayari Dhulhijja ishaingia, kuanzia siku ile takbira zinaletwa, hazina pahala maalum. Wakati wote, pahala popote, mtu amekwenda sokoni, mtu yuko njiani, mtu yuko kijiweni, yuko kwenye gari, basi akithirishe kuleta takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allahu akbar, Allahu akbar lillahi alhamdu. Akithirishe maneno haya kuyasema katika nyakati zote. Na anamaliza lini? Anamaliza ile siku ya ayamu tashiriki ya asiri yake, ambayo inamaliza siku ya 13 alasiri. Pale ndio mwisho wake, kinga magharibi, basi araanza kutoka mwezi mwandamo mpaka kipindi hicho, yeye analeta akiwa njiani, kwa wapi, akithirisha takbira hii. Hivi ndivyo walivyofanya masahaba kina Umar bin Khattab, mwezi wao wakienda masokoni, wakitoa sauti, wakileta takbira hizi. Lakini leo sisi ni viroja, na ni ajabu kubwa sana kwenye vitu vya aina hii. Ni jambo ambalo ni sahihi kabisa kulitekeleza. Na takbir muqayyad ni ile ambayo inaanza fajiri yauma Arafa. Ile alfajiri inasoma wakati gani? Akiba salawati almafruḍa almaktuba, kila baada ya sala faradhi, basi mtu analeta hiyo, na atamaliza asri ya siku ya mwezi 13 katika ayamu tashiriki. Pale itakuwa ndo mwisho katika sala ya asri ile. Kwa hivyo haya mambo, ndugu zangu katika imani, si jambo ambalo labda waisi limezuka, halikuwepo kwa sababu watu wengi hawafanyi. La, ni katika amali nzuri na ni bora katika masiku haya. Tumia vyema nafasi hii, nafanya. Wewe ni muumini, ni mja wa Allah, umeumbwa na upewe nafasi hii, kwa nini usiitumie? Allah anafika kuwapa walayali na ashri. Kuna nini? Kuna siri gani mpaka kiapo kwa Allah kitoke? Hal fi dhal qasam lidhi hijr, hivyo katika hayo kuna haja kuwapa kwa mtu mwenye akili? Hakuna haja kuwapa, lakini Bwana Allah ameapa, anaonesha uzito na ubora wa masiku hayo. Muislamu, usicheze na masiku hayo, fanya kazi kweli kweli. Kuanzia sasa jiandae, punguza shughuli zako ili uwe na ufanisi katika mambo haya. Dua si tu hali peke yake, na una nafasi ya kukubaliwa dua yako. Omba katika masiku haya, ile siku ya Arafa ambapo maulidi kule, na wewe tenda muda ule, ukiweza anzia dhuhuri mpaka magharibi. Umeshinda kabisa, basi anzia alasiri mpaka magharibi kuzama. Muda ule wewe kaa hapo ulipo. Kama utakaa msikitini, utakaa nyumbani kwako, lakini kaa hapo ulipo, kithirisha Allah, soma Qur'ani sana, dhikri sana, na muombe Allah. Wallahi billahi alaikum, Allah hakurejeshi bwana. Muombe Allah shida yako. Na kama wewe umebahatika kwenda hija, tumia nafasi ya Rabbi, mimi mja wako, naomba, nataka kutoa ibada hii. Hali yangu ni dhaifu, hali wewe unajua hali yangu, lakini wewe tajiri Mola, wewe ndio umewezesha. Kuna mwingine baada wewe, Allah niwezeshe mimi mja wako, ni miongoni mwa wanaohiji mwaka unaofuata. Muombe Allah, si wewe unahitaji. Fanya hilo ndugu yangu, nafasi na fursa ni hiyo, tumia vyema wakati. Tutaulizwa kwa wakati huu, ulitumiaje, ulifanyaje? Na majibu lazima uyatoe kama una hatari kwako. Fa idha qara'ta al-Qur'an fasta'idh billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu
فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا فاستغفروه يغفر لكم وادعوه يستجب لكم. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله سبحان من بعث محمدا بكتاب كالشمس في ضحاها وبسنة كالقمر إذا تلاها ومن تبعهما صار في ضوء النهار إذا جلاها ومن أعرض عنهما عاش في ظلمة الليل إذا يغشاها. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله وطاعته إنه فقد فاز المتقون. Ndugu zangu watukufu waumini, miongoni mwa mambo muhimu sana ambayo mimi na wewe tusisahau, ikiwa utashindwa kabisa kufanya siyamu katika masiku haya yote, usisahau funga katika mwezi 9 yaumu Arafa. Ni funga ambayo inakupa daraja kubwa mbele ya Mola wako, lakini unasamehewa dhambi zako kama haji zilizopita. Kwa nini nafasi hii ipoteze? Lakini pia mwezi 10 ambao una ziada ya fadhila ya kichinjwa, basi naomba Muislamu wewe, ili upate fadhila vyema, vigezo na masharti zingatia sana, otherwise iwe ni dharura kubwa kwako. Lakini kama hali hii unaiweza, ipo ndani ya uwezo wako, tekeleza ibada hii ya udhuhia. Jipange na jiandae, na yafuatayo ni masharti ambayo unapaswa kuwa nayo kwa wewe ambayo umeazimia kuchinja mwezi 10 au 11 au 12 na kuendelea katika mwezi wa Dhulhijja. Hadith an Ummi Salama radhiyallahu ta'ala anha anna Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, Mtume anasema, idha raaitum hilala Dhulhijja, pindi mtakapoona mwezi mwandamo wa Dhulhijja, wa arada ahadukum an yudhiya, na mmoja wenu akawa na nia ya kuchinja kuanzia mwezi 10, amekosa unaofuata, lakini amechinja ndani ya masiku ya kuchinja, akakusudia yeye kuchinja, fala ya'khudhanna min sha'rihi wala min basharihi shay'a, hatakiwi hata mara moja kisheria kutoa nywele zake wala kukata ngozi katika mwili wake. Na katika tamko lingine, falyumsik an sha'rihi wa adfarihi, ajizuie asikate nywele zake wala asikate kucha zake. Atafanya hizi amali lini? Na hii ndio inatupa ishara na muoano baina ya wote walikuwa hija na walikuwa nje ya hija, namna muono mfano uko kwenda. Ikiwa wewe mchinjaji wa kawaida usiku haji umepewa miko hii, na yule haji kule naye ana miko hiyo, mpaka atakapotekeleza ibada ile akawa na tahalluli, na wewe uliokusudia tangu mwezi mosi, wewe unatakiwa uzuie vitu hivi, uzuie vitu hivi tu, mengine sasa, lakini hivi hutoshirikiana yeye katika mambo yote, ila tu kucha zako, nywele zako, mwili wako usiukate magovi, stoe, jizuie na hali hiyo,
mpaka utakapochinja. Ile mwezi 10 tukitoka katika swala ya Eid al-Adha ukaenda kuchinja, ile kushamaliza kuchinja damu mwagika, basi unaruhusa sasa kufanya vitu hivyo. Kinyume chake hauruhusiwi kuyafanya hivyo kiutaratibu kwa mtu aliyekusudia kufanya ibada hii ili apate malipo kamili na ridhaa ya Allah kweli kweli, basi ajitahidi kufuata mwelekeo huu ili apate fadhila hizo. Waislamu, nafasi ni hii, fursa ni hii, wakati ni huu. Allah amekutunuku muda, afya nzuri, basi na kuomba fanya azma ya kweli kuhakikisha kwamba hautoki mtupu katika masiku yaliyokuwa mbele yetu. Muda si mchache, tuko ndani ya mwezi mtukufu, naingia mwezi mtukufu, kuna ziada ya matukufu katika masiku 10 ya mwezi wa Dhulhijja. Hadhihi tadhkira, Waislamu, huu ni ukumbusho kwangu na kwako. Faman shaa, anaitaka akiamini ya kwamba yeye ni mja wa Allah na hii fursa akifanya maslahi yake mwenyewe, man amila salihan falinafsi wa man asaa fa alayhi, anajua hivyo kwamba nikifanya ni mimi mwenyewe na nikiharibu basi hasara kwa mimi, basi yafanye maamuzi magumu kuelekea masiku haya, asicheze hata kidogo. Ittakhadha ila rabbihi maaba, ajitengenezee njia ya salama kuelekea kwa Mola wake. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة صلى الله عليه 10. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قوموا إلى